lengo la kusoma Biblia. Mpendwa katika Bwana, katika malengo ya kusoma Biblia, kwa nini tunasoma Biblia kwanza? Mpendwa katika Bwana, kwanza kabisa ni kujaa neno la Mungu ndani yetu, ni kupokea neno la Mungu kila siku ndani ya maisha yetu. Katika kile kitabu cha Timotheo wa pili ule mlango wa 3 ukisoma kuanzia mstari wa 16 na 17 inasema, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho, kwa kuwaonya watu makosa yao, na kwa kuadibisha hata wakaenda katika nini? Katika haki. Anasema ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila neno jema au kila tendo jema. Kwa ili uweze kuwa kamili, ili sisi tuweze kupokea neno la Mungu kila siku, unapojifunza Biblia yako kila siku, unapokea neno la Mungu kila siku, kwa hautakuwa wa kawaida mwaka unavyoisha mpendwa. Hautakuwa wa kawaida kabisa. Kila kitu kitakuwa kimebadilika, tabia zitakuwa zimebadilika, vitu vingi vitakuwa vimebadilika, mawazo, fikra zitakuwa zimebadilika. Hiyo ni lengo la kwanza. Lengo la pili la kusoma Biblia ni kutokutenda dhambi, lakini pia kujiepusha na dhambi. Mpendwa, katika Zaburi ya 119 ule mstari wa 11, ukianza kusoma mstari kuanzia wa 9 pale, anakuwa anafundisha kwamba namna gani kijana alisafishe njia yake. Anasema nikukulitii na kulifuata neno lako. Anasema moyoni mwangu nimeliweka neno lako ili nisije nikakutenda dhambi. Neno la Kristo likikaa ndani yako, hautatenda dhambi, kwa sababu kabla ya dhambi kuingia kuna tafakari ya Mungu kwanza inaanza. Kabla ya dhambi kuingia kuna tafakari ya Mungu kwanza inatembea ndani yako, hivyo hautatenda dhambi. Mpendwa katika Bwana, pia jambo la tatu kwenye lengo la kusoma Biblia ni kujazwa na Roho Mtakatifu. Katika kile kitabu cha Wakolosai 3 ukisoma kuanzia ule mstari wa 16, anazungumza jambo hilo pia. Anazungumza kwamba, anasema neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, huku mkifundishana na kuonyana kwa nyimbo na kwa tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Amina. Na kila tufanyalo kwa neno au kwa tendo tulifanye katika Bwana. Kwa hiyo ukilijaza neno la Kristo ndani mwako, ukijaza neno la Kristo ndani yako, itakuwa ni nguvu yako. Roho Mtakatifu atakaa ndani yako. Utaweza kuadabisha watu, utaweza kuwaonya watu, utaweza kuelekeza watu katika njia iliyonyoka, njia ya Mungu wa mbinguni. Mpendwa katika Bwana, hilo ni jambo la tatu. Lakini pia kusimama au kuwa na Mungu siku zote. Uso wa Mungu unakuwa nawe siku zote. Katika kile kitabu cha Warumi 12 ukisoma ule mstari wa 1 na wa 2, anasema basi ndugu zangu, kwa huruma yake Mungu, itoeni miili yenu kuwa dhabihu iliyo hai. Tumia mwili wako kusoma, tumia macho yako kusoma, ujifunze, utoe mwili wako kuwa dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu. Ndio ibada yako yenye maana, ndio matendo ambayo Mungu anataka uyafanye. Ujirishe neno lake, ushibe ule utukufu wa Mungu. Ndio kitu ambacho Mungu anakitaka kwako. Ujaze Roho Mtakatifu, ujaze neno la Bwana. Ukijaza neno la Kristo, utatembea na Mungu siku zote. Utatembea na Mungu siku zote. Utakuwa katika njia za Mungu siku zote. Anasema msifatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanya upya nia zenu, mkapate kujua hakika mapenzi ya Mungu, rehema yake na nguvu zake, ya kupendeza na ukamilifu wote wa Mungu na utukufu wote wa Mungu. Tukapate kujua kwa kulishika neno la Mungu, tukatembee na uso wa Mungu. Alimwambia hata Yoshua Mungu katika Yoshua 1:9, kitabu cha Torati kisiondoke kichwani mwako, ukitafakari usiku na mchana, kitafakari usiku na mchana. Lakini pia katika Zaburi ya 1 anasema mtu huyo ambaye anatafakari neno la Bwana usiku na mchana atakuwa kama mto uliopandwa kando kando ya kijito cha maji, wala jani lake halinyauki, nao unazaa matunda kwa wakati. Neno la Kristo likikaa ndani yako, utakuwa unazaa matunda kwa wakati ambao Mungu anataka. Wakati wa njaa utakapokuja, neno la Kristo litakuja. Wakati wa shida utakapokuja, magonjwa yatakavyokuja, tabu itakavyokuja, duniani kunayo dhiki, lakini tujipe moyo, tumjaze Kristo ndani mwetu, kwa maana yeye ameushinda ulimwengu. Neno la Kristo likikaa kwetu, tutaushinda ulimwengu nasi. Hivyo tutakuwa tunatembea na Mungu katika kila hatua. Mpendwa katika Bwana, lengo la 4 la kuisoma Biblia ni kuisikia sauti ya Mungu. Mpendwa katika Bwana, katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28 ule mstari wa 1 kusoma mpaka wa 4, ukiendelea mpaka chini kule, akawa anafundisha, anasema utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza na kufanya haya yote ni kuagizayo. Biblia imeandika mengi Mungu atuagizayo kuyafanya, mengi Mungu atuagizayo kuyafanya. Amesema ndipo Mungu atakapokutunza juu ya mataifa. Amesema na baraka zote zitakujilia na kukupata, kwa sababu umesikia sauti ya Bwana Mungu kwa bidii na kutunza lile neno la Bwana na kulifanya. Asante Mungu kwa neema na kibali ambacho umetupatia siku ya leo Bwana mtakatifu. Hata Mungu umetupatia neema na mtazamo mpya ya kuweza kusoma Biblia Mungu na kuielewa.
Bwana, maana umesema neno lako likae ndani yetu Bwana. Lakini mahali pengine unasema Bwana, katika kila neno na katika kila tendo tuitende kwako Bwana. Hilo neno tutalipata wapi Bwana lisipotoka kwako Mungu? Nitaomba Mungu kwa ajili ya mtu huyu Bwana ambaye amepata msukumo wa kuweza kusoma Biblia mwaka huu 2026 na miaka mingine inayoendelea Bwana, ukamjaze uwepo wako, ukamjaze nguvu zako, ukamjaze uwezo wako Bwana. Roho wako bora akawa pamoja naye Bwana, ukamsaidie Mungu aweze kuielewa Biblia hii ambayo tunaenda kuisoma Mungu, akapate ufunuo mkubwa, akaongezeke kiimani, akazidi kutanuka sana Bwana, akawasaidia watu wengine wakaende kwako Bwana. Maana Yesu Kristo akasema, nikiinuliwa juu nitawavuta wengi kwako. Nasi Mungu tukiinuliwa juu Bwana, tunasema Mungu tutawavuta wengi kwako, tukilijua neno lako, tukitembea katika njia yako, tukiepuka dhambi, tukienda katika njia hizi Bwana, tutawavuta wengi kwako. Tutalishuhudia neno lako kwamba ni kweli na amina Bwana. Utufunike kwa utukufu wako, mfunike mtu huyu kwa utukufu wako Bwana. Ninaomba neema yako na nguvu yako Bwana ikapate kuambatana naye katika jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo nikiomba na kushukuru, amen. Mpendwa katika Bwana, natumaini video hii imekuwa ni ya baraka kwako, na kama imekuwa ni ya baraka kwako, usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare na watu wengine ili waweze kupata video hizi mara kwa mara pindi tunapozi-upload. Neema ya Mungu itokayo kwa Yesu Kristo iwe pamoja nawe. Nikutakia siku njema. Shalom, shalom.